Amani iwe nanyi ndugu zangu wapendwa. Utabiri wa nyota kutoka kwa Ahishamshi. Msomaji wenu ni mimi Zamruni Balul. Nyota ya samaki. Kuonesha hali ya ubaguzi kwa mtu. Atakufikiria sana kwa hilo. Kuona shimo au mashimo sehemu yaliyochimbwa na wadudu. Itakujulisha adui yako anajificha kwa wema. Pia kuna siri utaijua. Kupatiwa namba ya mtu ya mawasiliano. Nyota ya nge. Ufundi mwingi kuharibu kazi. Maneno ya mtu kukuingia ila utaonesha kutojali au ukaidi. Kufikiria ulivyokuwa unataka kujizuru. Tamaa ya mtu wa karibu itamponza. Mtu anasononeka kwa ajili yako. Kununua eneo kwa wachache wenu. Kusahau kitu ulichokiacha sehemu. Nyota ya kaa. Kutembea huku ukiwa kama unatafuta kitu. Kuuelewa utaratibu wa mtu aliyouweka. Kuufikiria upinzani wa mtu na mtu uliopo. Kupata pesa ya ziada. Kuhisi utapata taarifa nzuri kutoka kwa mtu. Kuna mtu utakuwa na tahadhari naye. Nyota ya punda. Kuacha ukaribu na mtu. Kumuigizia mtu kwa jambo na atajua ni kweli. Kuwachukia watu kwa kitu walichokifanya. Kupata taarifa ya mtu kushtakiwa au kuhukumiwa. Mtu kuhitaji msamaha wako au kujirudi kwako. Unachokiamini ni vigumu mtu kukubadilisha. Utakataa jambo. Kukaa kwa muda na kufikiria kitu kumuhusu mtu. Kutamani kupata pesa. Nyota ya simba. Mtu kukufariji sana. Upendo wa mtu utakufanya ujihisi ulichelewa kuwa naye. Kuziangalia taarifa za mtu mara kwa mara. Kuongea na mtu kuhusu kazi. Kuhitaji uwepesi na uharaka wa jambo. Kutoonesha udhaifu hata kama huna kitu. Kuna kitu kinachokufanya kukwamisha mambo mengi kwako. Kukutana na mtu au kuongea naye na atakufumbua jambo. Nyota ya mshale. Sherehe ya mtu kukaribia. Mtu kuongea urongo lakini atathibitisha kuwa ni ukweli. Yaani hatotaka urongo wake kujulikana. Kupima kipimo kidogo cha kujua afya yako. Kutunza kitu cha mtu. Kuna muda utajihisi furaha. Kujipa ujasiri utakuwa na matumaini ya kitu kizuri. Uhusiano wako na mtu utakuwa na mwangaza wa kweli. Nyota ya ndoo. Baada ya mambo kuharibika mtu atajirudi kwako. Kupata mavuno ya mazao au zawadi zitokanazo na kilimo. Utamfanya mtu ajihisi hajapoteza kwako kwa kukuamini na mchango wake kwako hapo mwanzo. Kutamani kurudisha moyo nyuma kwa mtu. Gamba la mdudu utalitumia kwa kutibu kidonda. Kupenda mtu alivyoujua ukweli. Nyota ya mapacha. Huu ni mwanzo mpya. Fanya kitu kwa malengo na jitihada. Mwezi huu umeanza na nguvu kubwa, usiache kujinenea mazuri. Ulichokipanga kuanza basi kitawezekana. Kukipenda kiumbe kama paka na atakuwa mwenye kupendeza na afya bora. Hii inakujulisha ukweli kwa unachokifanya kitakuwa na nguvu. Usioneshe hasira yako wazi kwa mtu. Zuia mawazo mabaya, jenga upya wa fikra. Kibali kikubwa kipo mikononi mwako. Fanya wema, malipo yaja kwa wingi. Nyota ya mizani. Utamuoneshea mtu kuwa hubabaishwi na majivuno yake. Kutulia sasa. Kuiona faida ya kitu. Kumtii mtu sana na kumheshimu. Kuongea na mtu na kutakufanya uwe na tabasamu muda wote. Kumpa mtu uhuru wa kitu. Kutoa saini yako kwa jambo fulani. Nyota ya mbuzi. Kutaka kufungua mgahawa ila utakuwa unahitaji mtu wa kushirikiana naye. Kupokea pesa yako uliyoihifadhi kwenye kikundi fulani. Kumulikwa na jua la asubuhi sana, utajihisi amani. Kupenda kusaidia au kutoa msaada unapokuwa una uwezo. Mtu atakuwa mpole kwako. Nyota ya mashuke. Utajua kwa nini mtu alisema jambo fulani. Kujiepusha kwako na mtu kutakuwa ni faida kubwa sana.
Ulichokikosa kilikuwa na sababu. Unahitajika kuwa salama na ndio maana ajali nyingi hukukwepa. Una kila sababu ya kushukuru kwa Mungu kutokana na kuoneshewa kitu mapema na kutahadharishwa nacho kitu kibaya. Kuvaa nguo itakayokuwasha sana mwili. Nyota ya ng'ombe. Kutuma ujumbe kwa watu wengi kwa jambo fulani. Kufanya watu wakusanyike sehemu. Kuongea kwa matani sana. Siku ya leo itatumika kuchinja mnyama au ndege kwa ajili ya maombi fulani. Siku yako itakuwa na baraka. Kumsaidia mtu. Kulipambania jambo linaloshindikana. Utabiri huu unatoka kwa Ahishamshi. Usiache kusubscribe channel hii ya Ahishamshi, kuonesha umoja wenu na upendo. Mengi mazuri yatawafikia. Usisite kulike, kucomment na kushare. Kwa mawasiliano zaidi mtafute kwa namba hii. +254 724 729 804. Unaweza kumpata kwa WhatsApp, kwa grupu la elimu, utabiri wa kila siku, tafsiri ya ndoto, ishara na tiba. Umoja wenu ni muhimu sana. Shukran.